kwamba watu mataifa ya nje, maadui wa nchi, wanaweza kuwa na nia mbaya wakatumia nafasi ya uchaguzi ikiwa utakuwa na vurugu. Kwa hiyo tumewaelekeza watu kuomba, tumewafundisha, wameelewa, kila mmoja wajibike na kila Mtanzania aombee uchaguzi, sio swala la watu kadhaa. Waombaji kufanya bidii ya kuombea nchi, kwa sababu uchaguzi mzuri unapitia kwa waombaji na waamini wanaamini Mungu sana, na bila hiyo hatuweze kupata kitu cha sahihi. Ni wakati nyeti sana ambao tuko nao katika taifa, na tunahitaji kama Wakristo kote kote tuweze kusimama na kuweza kulibeba taifa la Tanzania katika toba, lakini pia katika maombi, ili kwamba yale yote ambayo ni makusudi ya adui yaliyokusudia juu ya taifa hili, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi, basi yasiweze kulipata taifa hili. Sisi kama Watanzania tunapaswa kuliombea taifa letu, na sio jambo la viongozi walioko madarakani ama kwenye vyama vya siasa kwamba wanaweza wakasababisha amani. Hapana, kanisa ndilo chanzo cha kusababisha amani kwenye taifa na uchaguzi ukawa wa amani. Wito wangu ni kwamba tuamke kama kanisa, tuamke kama watumishi wa Mungu kuleta uamsho wa kuliombea taifa kuanzia sasa, wakati wa kampeni, lakini pia hata wakati wa uchaguzi, ili tuvuke salama. Katika hizi nchi za Afrika Mashariki, watumishi wanapotembelea watumishi wenzao, hiyo ni moja. Pili, waombea nchi zote na viongozi wao na amani iwepo, ili pasiwepo na hizi vurugu ambazo ziko katika Afrika Mashariki.